Uongozi uliogeuka giza, huku njama za Samia Suluhu na mafia wake ya kuficha ukweli wa mauaji na miili ya waliouawa nchini Tanzania kufichuka. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania, taifa lilokuwa nembo ya amani kwa zaidi ya nusu karne, limejikuta katika kipindi kigumu zaidi cha kisiasa tangu kupatikana kwa uhuru, wakati dunia ikiendelea kusikitishwa na habari za machafuko na vifo vilivyotokea kufuatia maandamano makubwa ya kitaifa ndani ya mipaka ya nchi hiyo. Hali ni tofauti kabisa. Serikali ya Rais Samia Suluhu sasa, kwa usaidizi wa mtandao wake wa nguvu unaojumuisha washauri wa siri wakiwemo vigogo wa zamani wa siasa kama Jakaya Mrisho Kikwete, imeingia katika kampeni nzito ya kuficha ukweli kuhusu idadi halisi ya watu waliopoteza maisha katika machafuko hayo ya tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Siku moja tu baada ya maandamano hayo makubwa kushika kasi katika miji ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya na Dodoma, serikali ilichukua hatua isiyo ya kawaida kuzima interneti nchi nzima, na hatua hiyo iliyodumu kwa zaidi ya siku 4 ilielezwa kwa wachambuzi kama njia ya kufunika damu iliyomwagika. Na wakati dunia ikihangaika kupata taarifa kutoka ndani ya Tanzania, mitandao ya kijamii kama X, Facebook, Instagram na TikTok haikufikika. Vyanzo vya ndani ya Ikulu vilifichua kuwa hatua hiyo iliratibiwa na timu maalum ya mawasiliano ya serikali kwa maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Rais Samia Suluhu. Lengo lilikuwa kuhakikisha kwamba picha, video na ushahidi wa mauaji ya waandamanaji haufiki kwa umma wa kimataifa. Vyombo vya habari vya ndani vilinyimwa ruhusa ya kuripoti chochote kuhusu tukio hilo. Tume ya Habari na Mawasiliano TCRA ilituma maelekezo rasmi kwa vyombo vyote vya habari kuzuia matangazo ya moja kwa moja na makala zinazohusiana na maandamano. Redio na televisheni zililazimika kurusha vipindi vya burudani au taarifa zisizo na uzito, huku wakuu wao wakisitishwa ama wakitishiwa kufutiwa leseni endapo wangevunja agizo. Ni vyombo vya habari vya kimataifa pekee kama BBC, Al Jazeera na Reuters vilivyofanikiwa kupata taarifa kupitia njia za siri. Ripoti zao zilionyesha picha mbaya za uhalisia, maiti zikiwa zimetapakaa mitaani, watu wakipigwa risasi kwa karibu na askari wakiteketeza mali ya raia. Siku 3 baada ya interneti kurejeshwa, serikali ilitoa taarifa fupi kwa vyombo vya habari ikidai kuwa watu 32 pekee walipoteza maisha katika maandamano, lakini taarifa hiyo ilipingwa vikali na mashirika ya haki za binadamu. Ripoti za mashirika ya kiraia ziliweka idadi ya waliouawa kati ya 160 hadi 200, huku baadhi ya mashuhuda wakieleza kwamba miili mingine ilichukuliwa usiku na kuzikwa kwa siri katika maeneo ya pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam na Dodoma. Vyombo vya habari vya nje vilinukuu wafanyakazi wa hospitali za serikali waliodai kupokea zaidi ya miili 400 katika siku 2 za kwanza baada ya ghasia. Hata hivyo, kwa upande wa serikali kulikuwa na mkanganyiko mkubwa, wakati waziri wa mambo ya ndani akitoa idadi ya 32, msemaji wa serikali alisema 48 na mkuu wa polisi akataja 61 na wengine wakataja 77. Mkanganyiko huu uliibua maswali mengi kuhusu ukweli wa taarifa hizo, huku wachambuzi wa siasa wakisema hali hiyo ilikuwa ni matokeo ya juhudi za makusudi za kuficha ukubwa wa maafa yaliyotokea. Chanzo kutoka ndani ya Ikulu kiliweka wazi kwamba Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa zamani ambaye kwa sasa anatajwa kuwa mshauri wa siri wa Samia, ndiye alipendekeza mkakati wa kudhibiti taarifa. Kikwete, anayejulikana kwa ushawishi wake mkubwa ndani ya taasisi za kijeshi na za kijasusi, alidaiwa kuongoza kikao cha dharura kwa washauri wa usalama saa chache tu baada ya maandamano kuanza. Lengo kuu lilikuwa kulinda sura ya taifa mbele ya dunia. Kupitia ushawishi wake, Kikwete alishauri serikali kutumia mtandao wa intelijensia wa Jeshi la Ulinzi TPDF na idara ya usalama wa taifa TISS kuzuia upenyo wa habari kutoka ndani ya nchi, na hivyo vyombo vya habari, madaktari, maafisa usalama na mashahidi wa moja kwa moja waliwekwa chini ya uangalizi mkali.
Ripoti zaidi zinadokeza kuwa timu maalum ya maafisa wa usalama ilitumwa katika mikoa yote mikubwa kufuatilia watu waliokuwa wakipakia video au picha za maandamano. Wengi walikamatwa usiku, wakapotezwa au kufunguliwa mashtaka ya uchochezi. Licha ya damu iliyomwagika, Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC ilitangaza matokeo ya urais, na matokeo hayo yalionyesha kuwa Samia Suluhu Hassan alikuwa ameshinda kura milioni ama takriban milioni 31, sawa na 97.6% ya kura zote. Wagombea upinzani walikosa nafasi ya kushiriki kikamilifu, huku wengine kama Tundu Lissu wakiwa gerezani na Luhaga Mpina wakizuiwa kwa visingizio vya kiutawala. Mchakato wa upigaji kura uliandamana na ukosefu wazi. Mawakala wa vyama vya upinzani walizuiwa kuingia katika vituo kadhaa. Mitambo ya kuhesabu kura iliharibika kwa sababu za kiufundi, na maeneo mengi yaliripotiwa kufungwa kabla ya muda kupiga kura kuisha. Wakati wananchi walipotarajia kuona mageuzi, matokeo haya yaligeuka kuwa kikombe cha sumu cha kisiasa. Wengi waliamini kuwa uchaguzi huu ulikuwa wa tawila moja uliopangwa kuhakikisha Samia anaendelea madarakani bila changamoto. Safari ya Samia Suluhu Hassan kuelekea urais ilianza kwa matumaini makubwa alipokuwa makamu wa rais chini ya marehemu John Pombe Magufuli. Wengi walimuona kama ishara ya mageuzi, hasa baada ya kifo cha Magufuli Machi mwaka 2021. Alipoapishwa kuwa rais wa kwanza mwanamke katika historia ya Tanzania, wananchi wengi walimpa nafasi kubwa. Dunia ilimtazama kama kiongozi mwenye mtazamo wa kidiplomasia, asiye na mkono wa chuma kama mtangulizi wake. Aliahidi uhuru wa vyombo vya habari, maridhiano ya kisiasa na demokrasia. Lakini miaka michache baadaye matumaini yao yaligeuka majivu. Vyombo vya habari vilianza kufungwa kwa visingizio vya usalama wa taifa. Wapinzani waliendelea kukamatwa, wengine wakapotezwa, na vyama vya kisiasa vikawekewa masharti magumu. Sauti ya wananchi zikazimwa kwa vitisho. Wananchi wengi walianza kusema kwamba Samia Suluhu ni toleo jipya la udikteta kwa uso wa mwanamke. Kuficha ukweli kuhusu vifo vya waandamanaji kumezua hasira kubwa ndani na nje ya nchi. Mashirika ya haki za binadamu kama Amnesty International na Human Rights Watch yameishtumu serikali kwa kufanya mauaji kwa umma kisha kufunika ushahidi. Mitandao ya kijamii ilipoanza kurejea, wananchi walijaza majukwaa ya mitandaoni na picha za miili, majina ya marehemu na video zilizorekodiwa kwa siri. Hashtagi kama Tanzania Massacre na Justice for Tanzania zilianza kutrendi duniani kote. Kwa upande wa ndani, hali ya kiusalama imeendelea kuwa tete, huku Samia Suluhu akiapishwa tarehe 3 leo kwa muhula mpya. Miji mingi bado iko chini ya ulinzi mkali wa jeshi, na ripoti za siri zinaonyesha kuwa maelfu ya vijana wa Gen Z wameanza kupanga maandamano mapya wakidai haki kwa waliouawa. Matokeo ya 97.6% yamezua mjadala mkubwa. Wachambuzi wa kisiasa wameeleza kuwa hakuna uchaguzi wa kidemokrasia nchini unaoweza kutoa matokeo ya kiwango hicho bila udanganyifu. Taarifa zisizothibitishwa kutoka kwa maafisa wa NEC zinaeleza kuwa matokeo yalibadilishwa moja kwa moja kutoka mfumo wa kidijitali baada ya tume kupokea maelekezo maalum kutoka kwa ofisi ya juu ya serikali. Kwa mujibu wa ripoti hizo, maeneo mengi yenye upinzani mkubwa kama Arusha, Kigoma na Mwanza yalionekana kumpa Samia kura zaidi ya 95%, na ni jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya siasa za nchi hiyo. Wakati ndani ya nchi ukimya umetanda, nje ya mipaka kelele zimekuwa kubwa. Nchi washirika kama Marekani, Ujerumani na Umoja wa Ulaya wameanza kuonyesha wasiwasi kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania. Ripoti za siri za kidiplomasia zinadokeza kuwa misaada mingi ya maendeleo inaweza kusitishwa endapo serikali itaendelea kuficha ukweli kuhusu mauaji hayo. Na wakati huo huo, vyombo vya habari vya kimataifa vinaendelea kufuatilia swala hili, vikieleza kuwa Tanzania imeingia katika enzi ya giza la habari na ukandamizaji. Leo hii Tanzania iko katika njia panda, wakati Samia Suluhu Hassan akiendelea kusherehekea ushindi wake wa uchaguzi unaotiliwa shaka. Taifa lake limegawanyika vibaya.
Upande mmoja unaogopa kusema na upande mwingine unalilia damu ya ndugu zao. Na kuzima interneti hakukuzima ukweli, na kufunga midomo ya waandishi hakukufuta ushahidi, na kuficha idadi ya waliokufa hakutafuta machozi ya mama aliyeachwa bila mwana. Historia itakumbuka haya si kama ushindi wa kisiasa, bali kama sura ya giza ya taifa lililokuwa kielelezo cha amani barani Afrika. Na wakati dunia ikitazama, Tanzania inaendelea kuandika ukurasa mpya wa huzuni, ukurasa wa damu, ukurasa wa udanganyifu, na nyuma ya pazia jina moja linasalia kama alama ya kipindi hiki: Samia Suluhu Hassan, rais aliyeahidi matumaini lakini akatoa hofu na mauaji. Ni hayo kwa leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea habari na simulizi za kina, uchambuzi kinifu. Hapa atuegemei upande wowote, tunakuletea mambo jinsi yalivyo. Kumbuka kusubscribe ikiwa hauja subscribe, gonga kengele ili ukipata notifications kila wakati tunapoweka video mpya, na vile wacha maoni yako hapo chini kwenye hicho kisanduku cha comment section, na bila shaka share hii stream na hii video ili uweze kufikia wengi ambao hawajui taarifa hizi.